Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati. Hata juzi hapa HQ, pamoja na huu uwekezaji tunaosema, juzi HQ wamechanga almost kama $9,000 hivi, kama milioni 20 kununua vifaa vya Simba vya mazoezi, vile vya magolikipa. Vimeshakabidhiwa kwenye HQ, no appreciation. Yani watu hawataka kujua kwamba HQ ndio imechanga, lakini imetolewa hela. Hakuna mtu anayesema. Tunaogopa ukisema tu mahujumu. Ndugu zangu, inafika mahali Simba tunakwenda kucheza. Mimi Simba tunaipigisha ndondo hii. Rais FF anamshukuru sana wallahi. Aliniruhusu ukiondoka na timu, anakabidhi timu, utajua mwenyewe. Wakati mwingine hela hamna. Maskini ya Mungu kina kaburu apigie Simba, hadi nimekutumia $300,000. Mpe Samu hapo wapige chakula. Mnakutumia $100,000. Wakati mwingine hela haijapatikana. Naambia rais, nimepata ndondo Shinyanga. Nikapige Meatu, nimeshapeka Simba Meatu, chezo. Meatu na kina Mgosi wale. Meatu, vumbi, rough road. Naambia Salumbuzi nataka $5,000,000 nipe, nataka mechi. Nipate kuwarudisha wachezaji Dar es Salaam niwape posho. Napiga ndondo. Unafika Dodoma transit na wapigia wabunge. Jamani, hawa wachezaji nataka wapate posho angalau wakirudi nyumbani. Wabunge wanajiorganize wa Simba, wa Yanga. Huyu Tony Mavunde bunge wa Dodoma mjini. Fikiri yeye ni Yanga na watoto najua. Lakini alikuwa mara kadhaa anatuandalia lunch pale. Na wanakuja kina mzee kakaangu Nkamia, Julius maskini Nkamia, akasema mimi hata simu yake nilikuwa sipokei wakati wa uchaguzi. Napokeaje mimi mwajiliwa? Sipokei simu ya mtu ni katika uchaguzi. Lakini nisame kakaangu, nilikuwa ni katika principle tu, mimi sipendi kuingilia chaguzi. Kwa hiyo nilikuwa siwezi pokea simu ya mgombea, nitakuwa naingilia uchaguzi. Na baadaye uchaguzi utakuwa sio huru na haki. Lakini Nkamia wote wanashiriki, kina Zito, tunakwenda na wanapiga mpunga, wanachanga $1,00,000. Nakumbuka siku moja huyu mtoto Shabalala, Mwenyezi Mungu amjalie, tumemaliza mechi, nadhani tulikuwa tunakwenda Bukoba au Shinyanga sikumbuki. Tumepita Dodoma, tumemaliza wabunge wakachanga ikapatikana hela ya kuwapa msafara mzima $100,000 kasoro Haji. Unajua akasema nini? Lazima sisi wote tutoe tukupe. Nikakataa kata. Tunakaribia Nzega, akanifuata mbele. Aka bwana, tumechanga sisi wote, tumetoa, kila mmoja akatoa $10,000. Sasa kama mbona mimi nitakuwa nimepata nyingi hapa na wewe ndio organize? Akaambia bwana nakuomba. Nikumbuka nilikuwa nimekaa na Dr. Gembe akanambia Haji, au utakuwa utendee haki wachezaji. Hiyo ni shukrani yao. Sasa zilivyoanza neema, nirudi kwenye neema al-Maula wa neema al-Nasir. Haji hafai. Haji baya. Safari za ndege wakati nishakata pori sana hayumo. Mlikuwa mkiniona mikoani ni kwa kujitegemea. Nawaambia nilipoifikisha klabu yangu mahali ambapo nilipopata kanini. Yaani Simba inacheza, msemaji anayefanya promo, anaiprotect, hakativi tiketi, hafai kwenda. Najitegemea nauli, najitegemea hoteli, najitegemea kula. Na baada ya pale press waandishi wanifuata mimi, nasema Simba kiboko, Simba hivi na pamba, lakini nimetoa hela mfukoni mwangu. Mpaka safari za nje ya nchi. Safari za nje ya nchi tumekwenda hivi. Si naikumbuka ile mechi kwa mfano kama na Pambani. Mechi ile nimefika, nilikuwa nakumbuka nimetoka zangu nje. Napiga simu, jamani naenda. Wewe bwana jina lako Walimu. Kweli? Mie. Hai. Nikawapigia travel agency wakanipa ticket. Kwa hiyo nimeshuka airport. Nikawa nasubiria pale ndege niunganishe ukienda zangu Swaziland. Nimefika South Africa usiku, niko na jamaa yetu mmoja HQ yetu Humphrey. Tukatembea na gari kutoka Johannesburg mpaka Mabane. Fikiri nimekata tiketi yangu, naenda kwa ajili ya Simba,
hoteli kule kunifanyia booking tu walishindwa. Nikalala kwenye makochi. Simba na Pambana ya machozi yananilenga. Hivi mimi najitoa hivi timu yangu au nini? Yaani hawa watu mnaona hisani. Siku ya mechi watu walikuwa wanaogopa sana waswazi kwa fitna. Nani atakayebaki chumbani? Lazima baki mtu chumbani. Nimekaa sijaangalia ile mechi ndugu zangu. Tulioshinda 4. Hafu ya kwanza yote nimekaa chumbani tunaongoza, hafu ya pili ya tatu. Sasa kuna mtu rafiki yangu anaitwa Hafidh yuko Dar es Salaam. Yeye ndo ananipa matokeo. Mimi niko Swazi lakini matokeo ananipa kwa Tanzania. Nishapiga la pili. Maana kule chini kelele uzisikii. Goli la 3 nikasema hoteli ya mbali bwana. Hawezi kutufunga 7. Bado narudi baadhi ya kiongozi mmoja akamwambia utakaa chini, nikamwambia tuheshimiane. Tuheshimiane. Hujanileta huko. Nimekuja kwa gharama yangu ni tuheshimiane. Nilimtolea macho kabisa nikamwambia tuheshimiane. Akaingia magori maskini ya Mungu. Mimi waspendi mtu anofanya mambo makubwa usitu. Huyu ni kiumbe wa pekee katika Simba. No matter what. Angalau alivyoingia yeye, sio haiwezekani wanafanya kazi yote hii. Mapromo yote haya. Leo haji kwenye safari ya yumo. Kweli. Anafanya kazi mkataba kapeleka proposal jina langu haji apewe mkataba. Ikaingia. Maana mkataba haandiki sio, anaandika bodi ndio inaidhinisha. Sio anaandika tu. Magori akaanza maskini ya Mungu kuhakikisha kwamba safari zile za Simba na nadhani nilikwenda ile ya Kongo. Iliankana sina uhakika kama sikujilipia, nimesahau, sina kumbukumbu vizuri. Lakini ya Kongo tulikula ultano. Lakini kurudi akaambia matumizi mabaya. Kwa safari ya Algeria na Soura sikwenda na Al Ahli sikwenda. Fikiri tushatoka kufungwa na Al Ahli. Unakuja hapa kwenye mechi. Safari mie simu nikafanya promo kama hakuna jambo. Kama sijafanywa kitu. Simba ikawa na utaratibu wa kutoa bonus, achana zile za HQ kwanza. Bonus za mechi tukishinda ubingwa. Zile promo zote mnazoziona. A single cent. Hata zile za Simba Day, a single cent Simba hawajawahi kuniwekea wala kunipa. Wallahi juzi mpaka baadhi ya wahasibu ofisini wasema sasa Haji anakwenda kuzunguka kwenye maredio kufanya promotion hata kupata posho. Kwa hiyo nikamwambia bwana mimi niacheni basi. Juzi kama wiki 2 nyuma ya mafuta. Kwa hiyo siku zote hizo zilikuwa hakuna. Najua sasa hivi wataangaika kutafuta receipt fake. Ukitafuta receipt fake utafungwa. Hawajawahi juzi ndio ameniwekea 200,000. Yaani mpaka kwa mbinde ya mafuta ambao nakwenda kufanya promo kwa ajili ya Simba. Mafuta. Ndugu zangu, mafuta tu. Sisemi haya kwa sababu leo sipo Simba. Nataka kuunganisha muone kile kilichotokea mwisho kiliniumiza kiasi gani. Ndio maana ya kusema haya. Sipati bonus, sipati chochote, lakini mkataba sina. 6 years. Wanakuja watu, wanachukua mikataba, wafanya kazi, ni sipati. Sina promotion. Laki 7 hiyo imekaa imesimama kama mbuyu. Toka 2015. Sijajali. Si Simba yangu. Ninaipenda hii klabu. Namwachia nani? Nani atakenda kupambana na watu sugu kama waandishi wa habari wa Tanzania wakiamua lao? Nikasema hapa mimi nikiondoka, kina Shafi kama naona. Ndugu yangu Maulidi kama namuona, atakapokuwa na tuboksi. Kuna wakati nita kutoka kwa sababu ya hizo pressures. Familia yangu sasa wewe unajitulia hivi, unatukana, unadhalilishwa, hawakulipi, una mshahara, una jambo ya nini? Na wakati huo alhamdulillah jina langu limekuwa kubwa. Makampuni nataka nikafanya masoko kwao. Ya mawasiliano, ya product chungu mzima. Na offer napo kuna siku alitumia mama yangu maana walinilobi wala wakapitia kwa mama yangu. Nataka mwanao bwana aje hapa tumpe nini mshahara huu, nini atalipia nyumba si nini. Mama aliaje na kuomba bwana. Naambia mama, sio kila pesa, sio kila kitu. Natekeleza kwanza mahaba yangu. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa naumia nikiona Simba vile ikionekana timu kama second club, na nilikuwa nalisema sana. Nilikuwa nataka Simba iwe giant kama Yanga na iwezekana kuizidi.
Ndio maana nikawa nakuja na hamasa sana. Kwa nasema lazima nitekeleze kwanza nilichokuwa lakini niumiza. Nataka Simba iwe giant. Ndio iwe club kubwa nchini. Kwa nikamwambia yote mama, changamoto tu za maisha yataisha. Na mimi alipoingia Mohamed nikawa naamini uwekezaji ukija sasa tutaanza kubadilika. Na niseme ukweli, mwanzo Mohamed aliona dhamira yangu, very cooperative. Tunakaa tukae siku mbili kupigiana simu, namueleza bwana mpaka leo kisina mkataba, tutakupa, ngoja tumalize mchakato. Nikawa nasubiria, tunakupa toka 2017 mpaka 18, sipewi, siongezeki. Bado safari najigharamia, namwambia Mohamed, inaendaje hii? Hebu basi nioni huruma. Bana, tutaseti. Magori yalijitahidi sana kusema kweli. Na 2017, 18, yalipoingia 18, 19 tukafanikiwa kufika mpaka group stage, tukaenda Champions League. Akataka sio mimi tu, hata baadhi ya management staff wapewe bonus kwa sababu hawa wana mchango kuhakikisha timu imefika hapa. Timu sio wachezaji peke yake na makocha, hawa nao wana mchango mkubwa. Akawa anasema huyu Haji kama hizi kelele zote zopiga duo dai season 2 sio nini na nini, watu wanajaa, anapambana na watu hata shingmia. Ikaingiliwa huko, ikatokea huko, ingilia huko, tokea huko, yakaisha. Na bahati mbaya kamba hao bwana jamaa hao bwana matumizi mabaya bwana, matumizi mabaya. Maskini kaka watu yule sijui kwa sababu gani. New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora.